Yes, soka letu ndio ambayo tunaanza nayo kwa kutazama taarifa kutoka hapa nyumbani Tanzania, ndizo ambazo tunaanza nazo, na moja kwa moja tukatazame matukio ya michezo miwili iliyopigwa hapo jana. Tuanze na mchezo namba 9 wa NBC Premier League kwa msimu wa 2026 2027, ambapo timu ya Fountain Gate FC imepata ushindi wa kwanza baada ya kuifunga Mashujaa FC kwa bao 1-0 kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Bao pekee la kiungo mshambuliaji Kasim Haruna dakika ya 10 limetosha kuipa Fountain Gate alama 3 kwenye mechi ya mzunguko wa pili ya NBC baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Singida Black Stars. Hao ni Fountain Gate FC, wametumia vizuri uwanja wa nyumbani. Bao mapema kabisa dakika ya 9 ikiwa inaenda ya 10 wakapata uongozi wa mchezo. Lakini jambo kubwa zaidi Khalid Chukuchuku, mimi na wewe ni kama tumekuwa wahanga kwenye huu ushindi mtandaoni. Tumeona kupitia kwa afisa habari wa Fountain Gate. Unajua kwa nini Isa amejaribu kututag kwenye ile post yake? Ukirejea kwenye mchezo wake dhidi ya Singida kwenye maandalizi, kwenye maandalizi kama vile tulikuwa tunajaribu kuwaona kama Fountain hawana nafasi ya kufanya vizuri kwenye msimu wa NBC, lakini kwa bahati nzuri kwao jana wameshinda mchezo wao dhidi ya Mashujaa ambao walikuwa wanaonekana ni favorite kwenye kila aspect ya mchezo. Lakini mwisho wa siku wameweza kupata matokeo, ndio maana Isa amekuja na ile clip. Anatamani tumuombe radhi. Yes, na kwa mujibu wa Isa Liponda, Isa Mbuzi ambaye ni afisa habari, siku wakati tunachambua mechi yao hapa, nakumbuka gusa vitu vingi sana, na akawa anatuma ujumbe kwamba watu wanavyoichambua timu yao ni kama ina nafasi, na mechi ya kwanza walipoteza chuma 3-0. Lakini kwa changamoto ambazo walikuwa nazo Michael Yera, tukizungumza kwenye eneo la coaching, psychological, wamepata ushindi wa bao 1-0, bao la mapema, lakini baada ya hapo mechi ni kama Mashujaa wangeshinda isingeshangaza sana, lakini nao pia walifanikiwa kuweza kulinda goli lao. Kwa changamoto walizopitia, issue za usajili, psychological inaweka Fountain Gate, na hata ukiona furaha ya kocha, ukiona pia furaha ya msemaji, tunaamini hata kwa upande wa benchi la ufundi, kwa sababu mechi wakati inakaribia kuisha walisimama pale kidogo wakawa kwa mazingira yao namna ambavyo yalivyo kwa upande wa Fountain. Hii ni boost kwa kiasi gani kwao? Kwa kiasi kikubwa wamepata kitu kizuri, kwa sababu ukiangalia kwenye msimu huu hiyo ndio timu pekee ambayo haijasajili mchezaji yoyote kwa sababu ya issue za kufungiwa kwenye dirisha la usajili ambalo limemalizika. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba wachezaji wengi pia wameondoka kwenye timu, tena wachezaji ambao walikuwa wanaanza kwenye kikosi cha kwanza la season wameondoka, wameenda sehemu zingine. Hapo unataja kina Chuga, Elimu Kono, kina Jimson Mwanuke ambao wameondoka hapo, yule David Henry ambaye naye pia ameondoka. Hao ni wachezaji kadhaa ambao walikuwa ni regular starter kwenye kikosi chao. Sasa wanavyoondoka wachezaji kama hao wakati wa dirisha kubwa la usajili, pengine unategemea kuona kutakuwa na maingizo mapya mengi ya kureplace nafasi ya wachezaji ambao wameondoka. Kwa sababu kwenye usajili wakati mwingine nasema njia nzuri zaidi ya kusajili ni kubakiza wachezaji wako bora. Pengine wale wachezaji wao bora hao ambao tumewataja wangebakia kwenye timu, hata kama ingekuwa wamefungia usajili ungesema at least wana kitu ambacho wanaweza kuenda nacho kwenye msimu unaofuata. Na jana wamecheza dhidi ya Mashujaa ambao msimu huu wamesajili wachezaji 19 plus benchi jipya la ufundi. Yaani wachezaji 19, wachezaji wawili kwenye eneo la goalkeeping wamewasajili Maseke pamoja na Malika. Kwenye eneo la center backs wamesajili mabeki 5 wapya. Eneo la kiungo wamesajili watu 8. Watu 4 kwenye eneo la kushambulia. Yaani kuondoka mtu mmoja Mgunda alafu amesajiliwa Maseka 4. Sasa unaanza kuona hiyo timu jinsi ambavyo pengine ilikuwa na vitu vingine vingi ambavyo ilikuwa inatazama. Sasa unacheza na timu ya namna hii ambao wao kwenye dirisha la usajili wamejaribu kuimarisha kwenye kila idara. Ndio hapo wameenda wamewachukua kinalia watu kutokea Mtibwa ambaye alikuwa ni nahodha, anaanza kwenye kikosi. Mangalo ambaye alikuwa ni regular starter Pamba ameingia kwenye hiyo timu. Abdalla Mfuko kutokea Namungo ameingia kwenye hiyo timu. Hapo pia ameenda kina Idja Shamte, kina No Shade ambao ameingia kwenye timu. Machela kwenye eneo la fullback ambaye naye pia anaanza kwenye kikosi. Malika mwenyewe naye pia anaanza kwenye kikosi. Unaweza kuona jinsi ambavyo pengine walikuwa bado hawapewi nafasi pia against Mashujaa, licha kwa mechi ya kwanza pia walipoteza dhidi ya Singida Black Stars. Na Mashujaa pia kushinda mechi ya kwanza. Mashujaa alishinda mechi ya mwanzo, lakini
ukiachilia mbali usajili wa wachezaji 19 ambao wamefanya Mashujaa, bado kuna wachezaji wengine wa Mashujaa bado hawaja show up, yani hawajapata nafasi ya kucheza hata dakika moja. Pengine wengine hata training hawajafanya full. Kwa mfano Hassan Kabunda kutokea Namungo ameenda kwenye timu, bado hajacheza mechi yote, lakini pia nafikiri hata kwenye kipindi cha maandalizi ya msimu alienda kwenye timu akiwa na injury, hata kwenye mazoezi alikuwa afanyi full kulingana na wenzake ambao walikuwa wanafanya. Mara ya mwisho hapo amemtambulisha Jonas Gerard Mkude kwenye eneo la midfield. Kwa hiyo unaweza kuona pengine Mashujaa ilikuwa imepandisha vitu vingi sana kwenye kubadilisha watu na kusajili wachezaji 19. Sijui Fabrizio atatuambia kama kuna timu nyingine imesajili zaidi ya Mashujaa. Namba kubwa hizi zinazofanana kwenye usajili ni Pamba na Mashujaa. Ambao wamesajili namba kubwa ya wachezaji. Watu zaidi ya 18. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini kingine pia kwenye mechi hii of course Fountain Gate wamebakia na mwalimu wao Fred Felix Minziro. Mashujaa wameenda kumpata Amani Josia baada ya kuwa na Julio. Yes, Julio alikuwa na msimu uliopita. Kwenye benchi pia kuna mabadiliko ambayo ameyafanya. Ameingia Amani Josia, ameingia pia Amani Peter Kiata as fitness coach kutokea Namungo. Lakini yuko Mudeba pale, walikuwa na kocha ambaye walikuwa naye tangu last season. Of course yeye ni mmoja kati ya walimu ambao pale ni waandamizi. Yaani mtapita nyinyi wengine, yeye yupo pale kwenye timu. Lakini unaangalia impact ya moja kwa moja ambayo anaenda kuingiza Amani Josia kwenye timu. Unategemea kuona timu inabadilika kwenye vitu kadhaa, ikiwa ni pamoja na style ya kucheza. Unaona jinsi ambavyo timu imebadilika tofauti na vile ambavyo Julio alikuwa anafundisha. Sio kwamba Julio alikuwa anafundisha timu vibaya, lakini ni imani ambayo mwalimu anakuwa nayo. Kwa ambavyo walivyocheza jana, tumeona kwenye michezo miwili. Mechi ya kwanza walishinda, mechi ya jana wamepoteza. Chukuchuku tukiwatazama Mashujaa namna ambavyo wamepoteza mchezo hapo jana. Kuna point baada ya mechi kocha aligusia kama eneo la mchoko hivi. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho kumwamini Josia kwenye. Wewe ulivyowaona, uliona hawana utimamu kwa sababu yeye anasema miili yao haikuwa sawa kama ambavyo ilikuwa kwenye mechi ya kwanza. Turudi kwenye hiyo factor ambayo yeye anaiongea. Kitu ambacho kinaweza kumfanya mchezaji apate mchoko wa safari ni distance kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, sio? Lakini nature ya usafiri ambao anautumia. Ukirejea kwa upande wa Mashujaa umetoka tu Tanga kwenda Arusha. Masaa 6 tu kutoka Tanga kwenda Arusha. Ndio. Lakini pia wao ni miongoni mwa timu ambao wana basi zuri la kusafiria. Kwa hiyo inaweza ikawa sababu ndogo sana. Na ndo kwanza mechi ya pili. Ndo kwanza mechi ya pili. Kwa hiyo inaweza ikawa ni sababu ndogo sana kwenye uhalisia ambao wameongelea Josia. Kitu ambacho kimemwangusha Josia. Na uzuri Josia ni mtu ambaye anapokea challenge. Baada ya mechi kuisha, mimi niliandika andiko kuhusiana na mechi yake. Niliandika kwamba moja ya sababu ambayo imewapelekea Mashujaa kupoteza huu mchezo, cha kwanza walikuwa wanachukulia, yani waliwaangalia Fountain kwenye makaratasi. Vile ambavyo watu wanaandika Fountain wamefungiwa usajili, Fountain umetoka kufunga mabao 3. Kwa alikwenda kwenye huu mchezo akiwa anaamini yeye ndiyo favorite wa kushinda mchezo kwenye kila aspect ya mchezo. Kwa hiyo inawezekana hata hiyo hali ya upambanaji ya wachezaji kutoiona ilishuka kwa sababu walikuwa wanaamini ni mchezo tunacheza na kibonde. Yes, mchezo ambao wanaweza kushinda kiurahisi. Dawi alivyo approach mchezo. Kwanza alitaka kudominate kwenye eneo la midfield. Akaanza na wachezaji wake wote wazuri kwenye hilo eneo. Ija Shamte, Noushad, Balama Mapinduzi, au ndio inawezekana ni wachezaji wake best kwenye eneo la kiungo. Wote alianza nao. Na uzuri kwenye hizo dakika 45 za kipindi cha kwanza au viungo walifanya kila kitu. Mashujaa walitengeneza nafasi, walifanya kila kitu. Kama uliangalia kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza, walikosa kama nafasi 3 au 4. Golikipa wa Fountain alicheza Parapanda. Lakini the way mechi ilivyokuwa inaenda, wakawa kama vile wanatoka kwenye ile game plan. Wakawa wanaamini mbona hii mechi itakuwa tushinde tena first half. Lakini kwa bahati mbaya matokeo yamekuwa tofauti. Kipindi cha pili akaja Josia kwa kupanic. Akaharibu ile plani yake ya first half, akaja na plani nyingine ya kuamini kwamba bado na nafasi ya kushinda huu mchezo. Akaingiza washambuliaji wake wote, akamuingiza Kiimbwa, akamuingiza Bwenzi, akaingiza washambuliaji wake, alianza na 4 baadaye wote 5. Tafsiri yake ukiona timu unaingiza wachezaji wote na still haupati kile ambacho unakipata. Automatically ile panic kama kocha inakuja, panic ya wachezaji inakuja, mwisho wa siku matokeo yanashuka. Kwenye overall performance ya Mashujaa, kwa sababu tunaona Ibra Parapanda
ilikuwa lazima awe man of the match kwa hiki ambacho alikifanya. Alifanya saves. Kuna mazingira yote ambayo pia kocha Fred Felix Minziro akasema okay, leo ni game ambayo wachezaji wangu wame step up, wameonyesha kitu. Ukifanya mlinganisho na namna ambavyo walicheza mechi yao na Singida Black Stars, mechi ambayo walifungwa magoli kwa kiwango kikubwa, unaweza kusema yalikuwa ni makosa binafsi. Na kwenye mechi hii pia nilimsikia baada ya mechi akasema walipunguza yale makosa binafsi ambayo waliyafanya kwenye mchezo wa kwanza, na golikipa Palapanda aka step up akaiokoa timu, naweza kusema, kwa sababu ilifanya saves za kutosha. Nafikiri kwenye hicho ambacho kimetokea kwa Fountain Gate, nilisema hata juzi hapo kwenye baada ya mechi yao dhidi ya Singida, timu ambayo inafungwa kwa makosa binafsi ya mchezaji mmoja mmoja ni rahisi kuirekebisha kuliko timu ambayo inafungwa kwa kosa la timu nzima. Yani system ya timu na mpango wa timu ukiwa umefeli afu hiyo timu ikapoteza, ni ngumu sana kwenda kurekebisha kwenye uwanja wa mazoezi, hasa kwenye kipindi kama hicho ambacho ligi yenyewe unaona inachezwa back to back. Yani hauna tena room ya kwenda kwenye uwanja wa mazoezi mkapata session zaidi ya 3, labda mkasema hii session ya kwanza tutaanza kuangalia kilichopita kwenye mechi ilomalizika, session ya pili tutaenda kurekebisha zaidi na kuimarisha, alafu tuende na mpango wa mechi inayofuata. Kwa muda pia unakuwa umebana sana, lakini kukiwa na makosa ambayo ni ya mtu mmoja mmoja ni rahisi kuyarekebisha, kwa sababu mpira wa miguu ujue ni mchezo ambao hata mtu pia akikosea mwenyewe anajua kabisa kwamba mimi nimekosea. Na hakuna mtu ambaye anaenda uwanjani pengine anakuwa na malengo kwamba mimi leo naenda kuharibu tu afu niende zangu nyumbani. Kwa mtu akikosea anajua kabisa mimi hapa nimekosea, na anakuwa ni sehemu ya kujifunza. Kwa sababu kwenye mpira pia kuongezea hapo Michael, nikiwa KMC na ule msimu wangu wa kwanza na Mwalin anasemaje yeye kwake kufanya mistake it's okay kwenye football. It's okay kabisa. Alikuwa anawaambia mimi nawaruhusu nyinyi kufanya makosa, lakini mimi sichokitaka ni kurudia hayo makosa. Ukirudia yasijirudie. Na alikuwa anawapa kabisa before game, anaambia mimi mechi najua nyinyi ni binadamu. Sometimes mnakosa ile perfection. Kwa hiyo mimi nawaruhusu nyinyi kufanya makosa, lakini mimi nitachokuwa nimekasirika ukirudia kosa. Na kwenye football hakuna kitu ambacho kinakera kama technical staff ama hata team pia. Leo mmefungwa goli ambalo labda limetokana na timu imecheza kwa njia hii, labda imeenda wide, imepiga cross, imefunga, labda ilipiga hizo cross hata mara 6 afu ikaja ikafunga. Next match mnafungwa tena goli hilo ambalo linafanana na lile ambalo lilifungwa kwenye mechi iliyopita, kidogo inakuwa inafikirisha sana. Kwa hiyo kocha Minziro atakuwa ana mwanga kwamba tumepunguza makosa binafsi. Unaona kwenye mechi makosa binafsi yalikuwa yamepungua, na unaona hata performance ya mchezaji mmoja mmoja ilikuwa angalau kwenye kiwango ambacho kilikuwa ni kizuri. Na pengine ambacho nakiona pia kwenye mechi, Amani Josia wala sio ajabu kumuona akiwa anataka kudominate mechi na kupossess kwa kiasi kikubwa, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo yeye kwenye imani yake anaamini, na mpira wa miguu ni imani ya mwalimu. Yani anachokiamini mwalimu wakati mwingine ndicho ambacho kinaenda kuweka watu kwenye kiwanja. Kwa hiyo kwenye imani yake yeye anaamini kwamba mimi natakiwa kuwa timu ya kwanza dhidi ya hizi timu ambazo ziko kwenye madaraja haya ambayo tunafanana. Yani hawa sio Simba, sio Yanga, sio Azam, sio Singida Black Stars. Hawa ni wale ambao sisi tunafanana nao kwenye vitu kadhaa hapa, kuanzia kwenye eneo la management, pengine bajeti zetu zinafanana, jinsi ambavyo tenda kwa level ya Mashujaa wao wako kidogo beta kutokana na taasisi inavyoenda. Lakini unawezaje sasa kuweza kubalance vitu viwili, kwamba nita dominate match lakini pia nipate matokeo mazuri kwenye mechi hii? Ukiangalia vile vitu vya msingi kabisa ambavyo timu inatakiwa kufanya, yeye alivifanya kwa upande wa timu yake, kwa maana ya jinsi ambavyo timu ilikuwa inazuia. Angalia hata goli ambalo walifunga. Yani unaona timu ilikuwa imezuia, pengine ni mistake ndogo tu ambayo ilitokea na mtu kapigia kutokea mbali, anaenda kufunga hilo goli. Lakini angalia the rest, jinsi ambavyo timu ilikuwa inatafuta kupata goli kwa njia tofauti. Wameshoot from distance, wamekosa. Imeenda ndani ya box, wamekosa. Kuna muda ambao ulikuwa unalazimisha kufanya vitu vingi ambavyo as a team inatakiwa kufanya, lakini imeshindikana kwenye mechi. Yes, hiyo ni kwa upande wa Fountain Gate, na kwa ni timu nyingine ambayo imefanikiwa kupata alama 3. Na baada hujatoka hapo kwa Fountain, nikupe ka story kadogo kuhusiana na mfungaji wa bao. Aluna Tioti. Huyu ni kijana wangu, tulisoma wote chuo kikuu. Tulienda kwenye mashindano ya TUSA. Ili goli alilofunga ni magoli ambayo huwa anafunga ni kawaida nyingi. Tukienda TUSA mwaka 2015 Dodoma, alifunga mabao 9 kwenye michezo 6. Michezo 6. Sawa
na magoli ya aina hii aliyafunga kama 3. Kwa hiyo si kitu kipya mimi from long range ile. Yes, nje ya 18 hivi Tiote anafanya sana. Lakini sasa ile timu nilikuwa mshambuliaji Tiote, nyuma na Ayubu Semtaa kama namba 10. So mbaya. Wewe ukachagua kuwa msemaji. Bwana, hiyo ni kwa upande wa Fountain Gate wakiwa wamepata ushindi wao wa kwanza, na baada ya hapo wanafunga safari, watakuwa wanaelekea kusini mwa Tanzania kwenda kucheza dhidi ya Namungo. Kwa hiyo kocha Fred Felix Minziro atakuwa anaingia barabarani kwa ajili ya mchezo ambao unafuata ambao utakuwa ni wa ugenini, lakini Mashujaa na wao pia wataendelea kuzurura, kwa maana kwamba kuwa mbali na nyumbani kutoka eneo, watakuwa niseme kuzurura manake una purpose. Si ndio? Kuzurura manake una purpose. Ndio maana kuna kesi za uzururaji. Kwa hiyo niseme tu Mashujaa wataendelea kuwa barabarani kwa sababu wao kwa sasa watakuwa wanaelekea jijini Mbeya, na mchezo wao unaofuata itakuwa ni dhidi ya Mbeya City katika raundi inayofuata ambayo itakuwa ni raundi ya 3. Wote wana games na wanakutana na timu ambazo na zenyewe pia zimekuwa zina ups and downs.